Karibu katika kipindi cha tafakari ya neno la Mungu. Ujumbe tunaotafakari leo unatoka katika Injili ya Yohana sura ile ya 15 aya ya 13. Tusome. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mungu alibariki neno lake. Amen. Ndugu msikilizaji, wiki hii tunatafakari juu ya upendo wa Mungu kwa maisha yetu. Na tunatafakari juu ya upendo wa Mungu. Na neno linasema hakuna mwenye upendo kama huu wa mtu kutoa uhai wake. Maana yake ni nini? Kwamba Mungu alifanyika mwili kama anavyosema Yohana 1:14. Alifanyika mwili akaja kwetu na akafa msalabani kwa ajili yetu. Kama anavyosema Paulo katika Filipi ile sura ya 2 aya ya 6 ya kwamba ambaye mwanzo alikuwa yuna namna wa Mungu lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu kwa ni kitu cha kushikamana nacho. Maana yake nini? Mungu aliamua kuchukua mwili wa kibinadamu ili aweze kutuokoa sisi. Ni upendo, alitupenda, anakupenda. Yaani hivyo ulivyo Mungu anakupenda. Huu ndio ujumbe ambao nasema na wewe leo. Hivyo ulivyo Mungu anakupenda. Hivyo ulivyo Mungu anakupenda. Na kwa nini nasema Mungu anakupenda? Yaani kuwa na pumzi ya uhai tu ni ishara ya kwamba Mungu anakupenda. Chochote ulicho nacho kiweze kukusaidia. Na kama Mungu anakupenda, unatakiwa na wewe uwapende wengine kama Mungu alivyokupenda akajitoa kwa ajili ya wengine. Nataka nizungumze na wewe ambaye umewaumiza wengine. Wewe ambaye unawaza kuwaumiza wengine. Hao uliowaumiza au unaowaza kuumiza, kumbuka jambo hili kwamba Mungu aliwapenda akautoa uhai wake kwa ajili yao. Alichukua mwili wa mwana wa kibinadamu, huo mwili wa kwao wa kuteswa, huo mwili wa kwao wa maumivu, alienda nao msalabani, akawafia, akawaokoa. Mungu anakupenda. Na nguvu ya upendo wa Mungu ni kumtoa mwanadamu kwa shetani, kwenye mateso ya shetani. Nguvu ya upendo wa shetani ni kuwatoa kwa Mungu na kuangamiza na kuwapoteza, kama anavyosema Yohana 10:10 kwamba mwizi, shetani ni mwizi, akikutoa kwa Mungu, akikuondolea tabia ya utu, akikuondolea matendo mema, akikuondolea heshima ndani yako, akikuondolea utakatifu, anataka kukuua, kukuangamiza. Lakini Mungu akikuondoa kwa shetani, akakuondolea roho mbaya ndani yako, akakuondolea roho ya uuaji, roho ya kuwatesa wengine, roho ya uharibifu, roho ya ukengevu ndani yako, anakupa uzima na kisha uwe nao tena. Hao watu ambao umewaumiza, kama umewaumiza watu, kumbuka Mungu aliwafia msalabani, aliwapenda hao, alikupenda na wewe. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Ubarikiwe sana. Kumbuka hili neno. Tunapoelekea Kwaresima tunaingia Jumatano na tunatafakari mateso ya Yesu. Hatimaye Pasaka. Mungu anakupenda. Ni nafasi ya kipekee ambayo Mungu anakualika utafakari upendo wake, alafu urejee kwake. Ubarikiwe sana. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya huyu, naye ulimfia msalabani hivyo alivyo. Anapita katika mateso, katika magonjwa, anapita katika kutumikishwa na shetani, ulimpenda. Unaomba nguvu ya upendo wako imletee wokovu ndani yake sahi, katika jina la Yesu. Amen. Nakutakia siku njema.